31. Mungu akubariki sana. Kuna mtumishi wa Mungu amesema ndio. Haya mambo huyaweza kuyapata kwa hao ambao wanaokula mafundisho ya matango pole. Tunakula sisi wanafunzi wa Yesu. Sema amen. Sasa na leo tunataka tupate kuchua yale ambayo Mungu ameyaacha. Yeremia 31 mstari wa 31 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo, mwambie jirani yako, ambalo agano langu, mwambie tena, agano langu, hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Mungu akubariki sana. Jipigie makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. Anasema analeta agano jipya, sio kwa mfano wa agano ambalo aliyowatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Musa alipopanda mlimani siku 40, anapewa maelekezo, anapewa maagizo, anapewa sheria, anapewa utaratibu. Agano hilo Mungu ameamua kuliacha ili atengeneze agano jipya. Na agano jipya ni lipi? Anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Hilo ndio agano linalokuja, ambalo tayari lishakakuja. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Miaka 2000 iliyopita alitolewa, akafa msalabani, na leo ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo agano tayari limekwisha kutolewa. Sema amen. Agano lililo bora kuliko maagano yote. Sema amen. Kwa hiyo lililokuwemo ndani ya agano la kwanza, yaliyokuwemo ndani ya agano la kwanza yamepita. Sema amen. Mungu kayaacha. Yaliyokuwemo ndani ya agano ilikuwemo fungu la 10, iliyokuwemo ndani ya agano ilikuwemo kutoa sadaka, dhabihu ya kufa, iliyokuwemo ndani ya agano ilikuwemo kutoa zaka, na Mungu akayaacha, akaleta agano jipya lililo katika Kristo Yesu, kwa damu yake Yesu apate kukukomboa wewe. Sema amen. Hebu jipigie makofi wewe uliyekombolewa kwa damu ya Yesu, sio tena kwa agano la wana wa Israeli, bali kwa damu ya thamani kuliko damu zote duniani. Na ndio maana damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha dhambi zote, lakini damu yako ina uwezo wa kumongezea jirani yako damu tu, na yenyewe mpaka iendane. Ikiwa grupu O, unatakiwa muongezee mwingine ambaye una uwezo wa kumongezea. Kama mimi damu yangu ni grupu O, wewe una uwezo wa kumongezea si grupu A, si grupu B, si grupu ngapi, grupu C, si grupu na wengine. Sasa mwenye grupu O ndio ana uwezo wa kumongezea damu yoyote, lakini mwenye grupu O anatakiwa ongezewe na mwenye grupu O tu basi. Akiongezewa na grupu tofauti anakufa. Mungu akubariki sana. Na ndio maana sisi mimi nina grupu O. Sasa sijajua namwambia jina lako, na mwingine unapima damu yako ujue ni grupu gani. Mungu akubariki sana. Na ndio maana grupu O ni ya tofauti. Haina huwa isongi sana na magonjwa kwa sababu yenyewe imekuwa imara. Kaka anacheka hapo. Hebu nipungie mkono wale, na Mungu akubariki sana. Alafu jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako hello. Mwambie jirani yako ni grupu gani? Ni grupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza kujikuta mimi nina malaria. Alafu wewe una malaria, wewe unaenda kupimwa. Mimi siendi kupima. Naendelea hivyo. Yaani malaria nayokuwa nayo wewe ungekuwa nayo umenazo kabisa. Ndio inakuwa hivyo. Ndio grupu hilo kaka Noah. Mungu akubariki sana. Ndio maana ukienda kwa daktari naomba nipe sifa ya grupu O, ndio atakwambia grupu O ina 1 2 3 4 5. Alafu grupu mengine na mengine yenyewe inakuwa na 1 2 3. Lakini masharti ya grupu O, magrupu O yeye ana uwezo wa kuwagawia watu wote damu wenye magrupu tofauti. Lakini yeye akiishiwa damu mpaka mtafute wa grupu O ndio amuongezee damu. Sema amen. Sasa Yesu yeye anaoni kama grupu O ambaye anatoa uponyaji, anatoa uzima kwa mambo yote, lakini anatoa
naye, kwa sababu damu yake haina uwezo, lakini damu ya Yesu ni kama grupu wao, ina uwezo wa kuondoa dhambi zote zilizoko ulimwenguni. Na ndio maana akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hiyo ni damu isiyo ya kawaida, ni damu inayotoka mbinguni ya Mungu Baba aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mpige makofi Mungu wetu aliye hai, ambaye tulijifunza wiki iliyopita. Mungu ni nani? Mungu ni muumba wa mbingu na nchi. Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sema amen. Raha sana. Unajisikiaje mpendwa? Mwambie jirani yako raha sana. Mwambie tena raha sana. Mwambie tena raha sana. Hebu jipigie makofi kama unaona raha sana. Naomba nisome Waebrania sura ya 5, alafu nitasoma na sura ya 9 ili upate kuona mambo makubwa yaliyopo hapo. Mungu akubariki sana. Waebrania sura ya 5 mstari wa 1. Basi kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusuyo Mungu. Safi kabisa. Kila kuhani mkuu huwa ametolewa. Na ndio maana agano la wana wa Israeli, ili aonekane kuna kuhani wa kwenda kufanya upatanisho, wa kubeba dhabihu ili kufanya upatanisho, lazima awe ni kuhani. Mungu akubariki sana. Na kuhani huyo ndio anaingia kufanya upatanisho. Sema amen. Na ndio maana agano la wana wa Israeli lazima asimame kuhani, ambaye alianza kwa Haruni na watoto wake, na baadaye vikaja ikachukuliwa katika kabila la 12 la wana wa Israeli, wakaja wakachukuliwa kizazi au kabila la Lawi. Katika kabila 12 Mungu akanyofoa kabila moja la Lawi, na ndio maana Walawi wote walikuwa wanazaliwa, alafu kazi yao